Moja, maisha hayampimi mtu kwa idadi ya miaka aliyoishi, bali kwa matendo mema aliyoyafanya na alama nzuri aliyoiacha katika mioyo ya watu. 2, usikate tamaa unapokutana na vikwazo, kwa sababu mara nyingi mafanikio makubwa hujificha nyuma ya majaribu makubwa. 3, mtu mwenye subira ni kama mkulima anayepanda mbegu leo akiwa na imani kwamba siku moja atavuna matunda ya jasho lake. 4, heshima haiji kwa nguvu wala mali, bali hujengwa na tabia njema, unyenyekevu na ukweli wa mtu. 5, usimcheke anayeshindwa leo, kwa sababu maisha hubadilika na kesho anaweza kuwa mbele yako. 6, moyo wa kushukuru huvutia baraka nyingi kuliko moyo wa kulalamika kila wakati. 7, kila changamoto unayopitia ni somo linalokuandaa kwa hatua kubwa zaidi katika maisha yako. 8, urafiki wa kweli haupimwi kwa muda wa kujuana, bali kwa namna watu wanavyosimama pamoja nyakati za shida. 9, maneno mazuri yana uwezo wa kuponya moyo uliojeruhiwa kuliko dawa nyingi. 10, mtu anayesamehe huwa anajikomboa mwenyewe kutoka kwenye minyororo ya chuki na maumivu. 11, mafanikio si kukimbia haraka kuliko wengine, bali ni kutokata tamaa hata safari inapokuwa ngumu. 12, ukitaka kuheshimiwa na watu, jifunze kwanza kuwaheshimu wengine bila kujali hali zao. 13, kila siku mpya ni zawadi kutoka kwa Mungu na nafasi nyingine ya kufanya jambo jema. 14, mtu anayejifunza kutokana na makosa yake huwa na hekima kuliko yule asiyekosea kabisa. 15, uongo unaweza kukusaidia kwa muda mfupi, lakini ukweli hukujengea amani ya kudumu. 16, usiogope kuanza upya, kwa sababu kila mwanzo mpya hubeba nafasi ya mafanikio mapya. 17, wema unaofanya leo unaweza kuwa sababu ya tabasamu la mtu mwingine kesho. 18, mtu mwenye nidhamu hujijengea daraja la mafanikio bila kutegemea bahati. 19, hekima ni uwezo wa kufanya maamuzi sahihi hata wakati wa hasira na majaribu. 20, pesa zinaweza kununua kitanda, lakini haziwezi kununua usingizi wa amani. 21, kila mtu unayekutana naye ana jambo la kukufundisha, hivyo usimdharau yeyote. 22, mwenye kiburi huanguka haraka kwa sababu huamini kuwa hahitaji msaada wa wengine. 23, kazi ya bidii ni mbegu ya mafanikio ambayo huzaa matunda ya furaha baadaye. 24, maisha ni safari ndefu ya kujifunza, hivyo usione aibu kuuliza pale usipojua. 25, uvumilivu ni silaha ya watu wenye ndoto kubwa na mioyo yenye matumaini. 26, ukimya wakati mwingine ni jibu la busara kuliko maneno mengi yasiyo na faida. 27, mtu mwenye tabia njema ni tajiri hata kama hana mali nyingi. 28, usikubali kushindwa mara moja kukufanya uamini kwamba huwezi kufanikiwa. 29, mti mkubwa uliokuwa kivuli kwa wengi uliwahi kuwa mbegu ndogo isiyoonekana. 30, kila tendo jema unalofanya ni uwekezaji wa amani katika maisha yako. 31, hasira hujenga maamuzi mabaya, lakini subira hujenga majibu ya hekima. 32, mtu mwenye matumaini huona mwanga hata katikati ya giza kubwa. 33, jina jema ni urithi wa thamani kuliko mali zote za dunia. 34, usitumie muda mwingi kuangalia mafanikio ya wengine, tumia muda huo kujenga maisha yako. 35, watu wengi huacha ndoto zao si kwa sababu haziwezekani, bali kwa sababu wamekata tamaa mapema. 36, kila unachopanda leo, kiwe chema au kibaya, siku moja utakivuna. 37, upendo wa kweli huonekana zaidi wakati wa shida kuliko wakati wa raha. 38, mtu mwenye moyo wa kusaidia wengine huwa chanzo cha baraka kwa wengi. 39, hekima ya kweli ni kujua kwamba bado una mengi ya kujifunza. 40, usiwahukumu watu kwa sura zao, kwa sababu thamani ya mtu ipo ndani ya tabia yake. 41, kila mwisho unaonekana mchungu, lakini mara nyingi huwa mwanzo wa jambo bora zaidi. 42, usiogope kukosea, ogopa kuacha kujifunza kutokana na makosa yako. 43, amani ya moyo ni utajiri ambao hauwezi kununuliwa kwa fedha.
44. Watu wanaweza kusahau maneno yako, lakini hawatasahau jinsi ulivyowatendea. 45. Mwenye subira hujenga kesho yake kwa utulivu na matumaini. 46. Mafanikio ya kudumu hayajengwi kwa njia za mkato, bali kwa juhudi na uvumilivu. 47. Usimwonee mtu kwa sababu una nguvu leo, kwani kesho hali inaweza kubadilika. 48. Furaha ya kweli huanza pale unapojifunza kuthamini kile ulichonacho. 49. Mtu mwenye maono huona fursa pale wengine wanapoona matatizo. 50. Kila tabasamu unalotoa linaweza kubadilisha siku ya mtu mwingine. 51. Kujituma leo ni zawadi utakayojipa mwenyewe kesho. 52. Watu wenye mioyo safi huishi kwa amani hata katikati ya changamoto. 53. Maisha ni mafupi sana kuishi kwa chuki na visasi. 54. Usikate tamaa kwa sababu ya maneno ya watu ambao hawajui thamani ya ndoto yako. 55. Kila mtu ana safari yake, hivyo usijilinganishe na wengine. 56. Mtu anayejua kusikiliza huwa na nafasi kubwa ya kupata hekima. 57. Kila changamoto ni fursa ya kugundua nguvu iliyojificha ndani yako. 58. Uaminifu ni msingi wa mahusiano yote yenye kudumu. 59. Hekima ni kujua wakati wa kusema na wakati wa kunyamaza. 60. Mtu mwenye moyo wa shukrani huwa tajiri hata akiwa na kidogo. 61. Ukitaka kufika mbali, jifunze kushirikiana na wengine. 62. Mafanikio ya kweli huambatana na unyenyekevu na heshima kwa watu. 63. Wema unaofanywa kwa siri huwa na thawabu kubwa zaidi. 64. Kila siku ni nafasi nyingine ya kurekebisha makosa ya jana. 65. Usiruhusu hofu ikuzuie kufikia ndoto zako. 66. Mtu mwenye maadili mema ni hazina kwa familia na jamii. 67. Kushindwa si mwisho wa safari, bali ni sehemu ya kujifunza. 68. Upendo hujenga madaraja pale chuki inapojenga kuta. 69. Mtu anayewasaidia wengine hujijengea heshima isiyofutika. 70. Hekima ni kutumia muda wako kufanya mambo yenye manufaa. 71. Watu wengi hutamani mafanikio, lakini wachache wako tayari kulipia gharama ya juhudi. 72. Usimdharau maskini leo, kwani kesho anaweza kuwa msaada wako. 73. Kila tendo lina matokeo yake, hivyo tenda kwa busara. 74. Maisha mazuri hujengwa na maamuzi mazuri ya kila siku. 75. Moyo wa kusamehe hupata amani ambayo chuki haiwezi kuleta. 76. Elimu ni taa inayomwongoza mtu kutoka gizani kwenda kwenye mwanga. 77. Mtu mwenye ndoto kubwa lazima awe tayari kuvumilia changamoto kubwa. 78. Usiache kufanya mema kwa sababu wengine hawadhamini juhudi zako. 79. Mvumilivu huvuna matunda ambayo wavumilivu wachache hawawezi kuyafikia. 80. Kila mtu ana thamani yake, hivyo usijione bora kuliko wengine. 81. Hekima ni kutambua kwamba maisha ni mwalimu mkubwa kuliko vitabu. 82. Mtu anayependa amani huepuka migogoro isiyo ya lazima. 83. Kujitambua ni hatua ya kwanza ya kujenga maisha yenye mafanikio. 84. Maisha humlipa kila mtu kulingana na mbegu anazopanda. 85. Usikubali changamoto zikuzime, zifanye kuwa ngazi ya kupanda juu zaidi. 86. Mwenye moyo wa huruma huacha kumbukumbu nzuri kwa kila anayekutana naye. 87. Kila siku unayoishi ni nafasi ya kuwa mtu bora kuliko jana. 88. Mafanikio si mwisho wa safari, bali ni mwanzo wa majukumu mapya. 89. Mtu mwenye hekima hujifunza hata kutoka kwa maadui zake. 90. Furaha ya kweli hupatikana pale unapowasaidia wengine bila kutarajia malipo. 91. Usiogope kusimama peke yako ikiwa unaisimamia kweli. 92. Kila kilio kina mwisho na kila giza lina mapambazuko yake. 93. Mwenye bidii hujenga maisha yake hatua kwa hatua bila kukata tamaa. 94. Mtu anayejua thamani ya muda wake huwa karibu na mafanikio.
95. Heshima unayowapa wengine ndiyo heshima utakayopokea. 96. Kila jambo jema huanza na uamuzi wa kujaribu. 97. Moyo wa matumaini haukati tamaa hata unapokutana na majaribu makubwa. 98. Usikubali makosa ya jana yaharibu fursa za leo. 99. Hekima kubwa ni kujua kwamba upendo, ukweli na wema ni msingi wa maisha yenye furaha. 100. Maisha ya mtu hayapimwi kwa kiasi cha mali alichokusanya, bali kwa idadi ya mioyo aliyogusa kwa wema, upendo na matendo mema.